utaelewa ya kwamba hauko salama katika maisha yako na kila unachokifanya kama hauna Mungu. Hapa tunazungumzia familia ya Adam na Hawa ambayo Bwana aliwabariki akawapatia mtoto wa kwanza, na wakamfurahia Bwana, wamepata mtoto wa kwanza wa kiume. Bwana akawabariki tena mtoto wa pili, na maandiko yanasema mtoto huyu wa kwanza kazi yake ilikuwa ni ukulima, huyu mtoto wa pili kazi yake ilikuwa ni ufugaji. Katika huu ujumbe utapata kutambua kwamba familia moja ni tumbo moja, ni baba mmoja, ni ndugu kabisa, damu moja. Lakini tunapokuja kwenye swala la maisha, kila mmoja anatakiwa kusimama na kitu chake. Tunapokuja kwenye swala la utafutaji, kila mmoja anatakiwa kusimama kwa nafasi yake. Hawezi kusema kwamba mimi huyu Sofia nimezaliwa naye tumbo moja, yeye anauza mitumba, basi na mimi lazima niuze mitumba. Ni kaka yangu, tumezaliwa tumbo moja, yeye anafanya kazi, ni mpiga debe, na acha kusoma au sifanye chochote, acha nikapige debe kama kaka yangu. Kila mmoja ambaye Mungu amempa neema ya kuwa chini ya jua ana kitu chake anachopaswa kukipambania, ana kitu chake anachopaswa kukifanyia kazi kwa bidii, ana kitu chake anachopaswa kukiombea kwa bidii, ana kitu chake anachopaswa kukilinda kuliko kitu chochote.